إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Baada kumshukuru Allah Jalla wa Ala na kumwombea ziada ya rahma na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunamshukuru Allah Jalla wa Ala kwa kutuwafikisha, kutupa nafasi ya kuendelea kuongeza hasanat, hususan katika miezi hii mitukufu. Kauli yangu ambayo naizungumza takriban mara zote ni kwamba wale ambao hawakuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kudiriki misimu hii ya kheri, kwa kuwa kwao wamekwisha kuondoka duniani, hawa wasiende kutushinda mbele ya Allah subhanahu, kwa kuwa kwao wana ziada ya hasanati. Sisi kwa kupewa ziada ya umri, wa khasatan fi hadhihi al-azminati al-fadila, kwenye hii miezi mitukufu al-ashhurul haram, tuna kila sababu ya kukithirisha kufanya mema. Watu wasitosheke kwa kuwa kwao wamekwisha kupitikiwa na masiku matukufu ambayo hayo walikutana na siku 10 bora ambazo hakuna mja yoyote ambaye atafanya matendo mema ndani yake isipokuwa matendo hayo yatakuwa katika moja ya matendo yanayompa thamani kubwa mja huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama sahha dhalika ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miezi ile mitukufu imekwisha kupita, yani siku zile bora zimekwisha kupita, lakini bado miezi mitukufu tupo nayo. Huu mwezi wa Dhulhijja sasa tunakwenda kuukata katikati, kuna nusu nzima imebakia, lakini ikumbukwe tuna mwezi mzima wa Muharram katika ashhurul hurum. Na mwezi huu mzima wa Muharram, kwa wale ambao waliona kwamba wamemaliza ibada za saumu, kwa mfano
katika masiku yale 9 yaliyopita, wafahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema afdalu siyami baada shahri Ramadan siyamu shahri llahi almuharram, saumu bora kabisa ambayo mja anaifunga ukiondosha saumu ya mwezi wa Ramadhani, kwa maana saumu za sunna. Hakuna saumu bora ambayo mja ataifunga katika saumu za sunna kama saumu ambazo atazifunga katika mwezi wa al-Muharram. Ndani ya mwezi wa Muharram kuna siku ya 10, siku ya Ashura, ambayo Allah amejalia siku hii miongoni mwa masiku bora duniani ambayo imewekwa kumbukumbu kubwa kabisa ya dunia. Tutakuja kutaja yaliyomo ndani yake tutakapofikia munasaba wake, lakini ashahid saumu ya Ashura, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia hasibu an yukaffira Allah as-sanata al-qabila, Allah tasamehe madhambi ya mwaka mzima ujao kwa kufunga saumu ya siku moja ya siku ya Ashura. Kwa hii ni katika mfuatano wa masiku bora, mfuatano wa masiku yenye fadhila. Kwa hiyo Allah, ewe mja wa Allah, usiende siku ya kiyama ukashindwa kimatendo mema na thawab kwa mtu ambaye amekufa mwaka mmoja zaidi yako, yani alikutangulia kufa mwaka mmoja. Umepewa mwaka mmoja wa ziada, basi uonekane una fadhila za ziada kwa mwaka huu mmoja, kuongeza hasanati. Hii misimu yote ya kheri imekukuta, upo nayo, kwa unaondoka duniani ukiwa na yale yale ambayo upo nayo. Hii ni hasara kubwa sana, na kutokutumia vizuri nyakati hizi bora na misimu hii ya kheri. Pia nilikalimi nikisema kwamba Allahu Jalla wa Ala, hata kama mngeabudu mfano wa moyo wa mtu mmoja mcha Mungu sana katika miezi hii yote mitukufu, hilo jambo lisingezidisha chochote katika uungu wake. Na kwa upande wa pili, lau kama mtafanya maasi mfano wa mtu asi kuliko wote duniani, hilo jambo, yani katika misimu hii bora, hilo jambo halitapunguza chochote katika uungu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Innama hiya a'malukum tuhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa. Hakika si vinginevyo, haya ni matendo yenu mnaotenda wenyewe. Allah Jalla wa Ala katika hadithi hii al-Quds anasema uhsiha lakum, mimi Mola wenu ninakuhifadhieni matendo haya. Faman wajada khayran, atakayekwenda kwa Allah akakuta kheri kwa yale aliyotenda, falyahmadillah, na amuhimidi Allah. Waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsa, atakayekwenda kwa Allah akakuta kinyume na kheri, asimlaumu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Ayuha almu'minun, ndugu katika imani, mara ya mwisho nimesimama katika membari hii nilikuwa na silsila ya khutub ambazo zinazungumzia al-ashhurul hurum, bali aslu ibadati al-hajj wa baitillahi al-haram, yani aslu ibadati al-hajj wa aslu baitillahi al-haram, asili ya ibada ya haji na asili ya nyumba tukufu ya Makka. Ile ilikuwa ni hutuba ya pili niliyoitoa hapa, lakini baada ya hapo katika Masjid Dar al-Hadithi Ununio nilitoa hutuba ya 3, na hii ninayotoa leo hapa kwenu ni hutuba ya 4, na bado hatujafikia mwisho katika hutubu hizi za kuzungumzia asili ya msikiti mtukufu wa Makka na marahili ambazo zimepitia mpaka leo. Unaiona ile Makka ambayo ikiwa na gharama fulani tu unakwenda, ukirudi, unaingia, ukitoka, lakini nyumba ile tukufu ya Allah tabaraka wa taala ina tarehe nzito sana, ambayo lau kama si tungeishi katika zama za tarehe ya Makka, sijui kama tungeweza ile mikiki ambayo umepitia wazee. Kwenye hutuba ya mwisho katika Masjid Dar al-Hadithi Ununio nilimalizia kipengele ambacho kinaonyesha Makka ilitaka kubomolewa, na mwaka huo ambao umejulikana kama ni Aamul Fil, mwaka wa tembo,
na Allah akathibitisha tukio hili katika Qur'an al-Azim pale aliposema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Aya hizi zinaelezea tukio maalum lililotokea na watu walioshuhudia kwa macho yao, lakini cha msingi cha kudhibiti katika tukio hilo, nilitaja mambo mengi kuhusiana na munasaba aya hizi pamoja na tukio zima la Abrahatul Habashi aliyekusanya tembo kutaka kuja kuibomoa Al-Kaaba na kile alichokutana nacho ambacho kimeelezewa ndani ya aya hizi ambazo nimezitaja. Lakini jambo la msingi la kuzingatia kwamba tukio hili tokea limetokea zilipita siku 50 kwa hesabu, yani mwezi mmoja na siku 20 juu yake akazaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokea tukio la kuangamizwa tembo wa Abrahatul Habashi mpaka kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilipita takriban siku 50 tu, na ndio maana wanawazuoni wa historia wamelielezea tukio hili la uvamizi wa Kaaba na kutaka kubomolewa na Abrahatul Habashi pamoja na tembo wake, wameita kwamba hili lilikuwa ni tukio la kuweka kumbukizi la kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alijalia ule mwaka aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawapo na tukio ambalo litaacha kumbukizi la mwaka ule. Likatokea tukio hili na siku 50 baadaye, baada ya matembo kuondoka, akazaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukawa ni Amul Fil, mwaka 571 kwa udhibiti, kabla baada ya kuondoka Masihi mwana wa Maryam na kabla ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana mwaka huo ndio aliozaliwa Mtume Muhammad alaihi salatu wasalam. Kwa hiyo alizaliwa sambamba na tukio la kutaka kubomolewa Al-Kaaba. Mtu ambaye ndio ambaye atakuja kurudisha Al-Kaaba katika heshima yake ile iliyoasisiwa na wazee wake wa mwanzo, Nabiiullah Ibrahim alayhi salam na watoto wake waliofuata baada yake. Huyu mtoto aliozaliwa mwaka wa kubomolewa Al-Kaaba ndio ambaye atakuja kuiadhimisha hii Al-Kaaba. Al-Imam Az-Zuraqi rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja tarehe ya msikiti wa Makka mpaka wakati wake anaondoka kwamba msikiti wa Makka umepitia katika marahili za tajdidi 10, na baada ya kuondoka kwake yeye mpaka wakati huu tunazungumza, msikiti wa Makka umepitia katika marahili za kujadidiwa, kulipofanywa repair marahili 14 mpaka huu msikiti wa Makka unauona leo. Sasa kwenye hutuba yangu ya leo mimi nitakita kwenye sehemu 3 za muhimu sana. Sijui kama nitawafikiwa kuingia kwenye sehemu ya 4, lakini nitalazimisha hizo sehemu 3 nizigusie. Ile Kaaba yenyewe na hizi tajdidi zote kuanzia ya kwanza mpaka ya 14. Lakini pembezoni mwa Kaaba kuna kisima cha Zamzam. Kisima kile cha Zamzam nilikieleza katika moja ya hutuba hizi, chimbuko lake namna gani kilipatikana. Lakini kusudio langu nataka nieleze katika munasaba wa kisima cha Zamzam, nacho kimepitia katika marahili, kuwepo kwake kwanza, kutokuwepo, lakini kutokea kwake, lakini yale yanayotokea, kupotea na kutoweka kwa kisima cha Zamzam, miaka na nini kilisababisha. Alafu nani alikuja kuuisha tena kisima cha Zamzam kikatokea tena upya, na kilipotea kilikwenda wapi? Lakini nitakuja kuashiria pia kitu ambacho Allah Jalla wa Ala aliambatanisha pamoja na utukufu wa Kaaba, uwepo wa kitu kinaitwa Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi ambayo kiasili lilikuwa ni jeupe kutoka peponi, na lilikuwa jeupe kama zilivyokuja katika hadithi, linang'ara kuliko maziwa. Sawadatuhu khataya bani Adam. Hili jiwe likapatwa leusi kwa sababu ya kuguswa na makosa na madhambi ya wanadamu. Hili jiwe nalo lilikutana na mikiki ambayo ilipelekea baadhi ya nyakati jiwe hili kutokuwepo zaidi ya miaka 22. Likatoweka, na lilikwenda wapi? Aliyefanya hilo ni nani? Na baadaye likarudishwa tena mpaka sasa unaliona. Lakini lile jiwe kwa sasa
Ukiangalia katika eneo ambalo limepachikwa, unaona kuna kijialama cheusi, pembezoni mwake kuna shaba. Ile shaba imetoka wapi? Lilikuwa ni jiwe kama jiwe. Linatajwa kwamba urefu wake lilikuwa lina urefu wa dhiraa moja. Urefu wa dhiraa moja kwenda ndani. Lakini sasa hivi unaona kama kijiduara fulani cheusi, alafu pembezoni kuna duara kubwa la shaba. Kile kitu ni kitu gani? Lakini kimetoka wapi? Tarehe ya Makkah imethibitisha uwepo hivi vitu vyote na tarehe yake mpaka wakati huu tulionao. Na kama muda utaruhusu, ninaweza nikazungumzia pia ile sehemu inaitwa maqamu Ibrahim. Allah ametaja kwenye Qur'an, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Fanyeni sehemu aliyosimama Ibrahim ni sehemu ya kusali. Ile sehemu Ibrahim alayhi salam alisimama akiwa na karabati, anaijenga Kaaba. Ile sehemu sasa hivi kutoka kwenye Kaaba mpaka ilipo ni zaidi kama ya mita 7-8 takriban, kutoka Kaaba mpaka sehemu. Imekuwa kwaje mpaka hiyo mbali? Wakati Ibrahim alisimama pale kwenye Kaaba akajenga ile. Hii ndio tarehe yenu wa msikiti wenu mtukufu wa Makkah, ambayo kiblatul muslimin. Waislamu wote popote pale walipo kwenye sala zao hazitakubaliwa ila waelekee katika eneo la Al-Kaaba al-Musharrafa. Hii nyumba ina tarehe kubwa, tena tarehe ya kiume, tarehe iliyokumbwa na mikiki mingi, na kila mmoja kwa wale waliohudhuria katika tarehe ya Makkah alitoa kile alichokitoa kwa ajili ya kujadilisha Makkah. Kwa ikhtisar, ukiangalia tarehe ya ahlul ilm wanasema Makkah, kama nilivyotaja maneno ya Zuraki, anasema imejadiliwa mara 10. Ametaja mara ya kwanza ujenzi wa malaika, akataja mara ya pili ujenzi wa Adam alayhi salam, akataja mara ya tatu ujenzi wa Shaifu ibn Adam, mtoto wa Adam wa malaika Shaif, naye alitia mkono wake katika kuikarabati Al-Kaaba al-Musharrafa wa Makkah al-Mukarrama. Lakini baadaye wakaja watu mbalimbali katika kujadilisha Makkah. Katika mara hizo pia ilitokea katika zama za kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekusha kuzaliwa, yalikuja mafuriko yakabomoa kuta za Al-Kaaba. Akatokea hao Makuraishi wakataka kujadilisha Kaaba, na kweli wakajadilisha, wakaijenga ile Kaaba katika muonekano ule ambao mnauona. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alishiriki katika kuchukua jiwe jeusi kuliweka katika sehemu yake. Hii aliifanya Mtume Muhammad katika tajdid ya msikiti mtukufu wa Makkah kwenye zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwepo hai. Babu zake walifanya tajdidi hiyo, na Mtume Muhammad pamoja na utukufu wake wote, yeye katika zama zake za uhai wake wa miaka takriban 23 utume hakuwahi kuigusa Makkah kwa kufanya lolote. Siku moja Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu ta'ala anha anamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma balu Makkah babuha murtafi'a, msikiti wa Makkah una nini ewe mjumbe wa Allah? Mbona mlango wake unaonekana uko juu kiasi ambacho mtu aweze akaingia pale mpaka awekewe ngazi? Akasema, fa'ala dhalika qaumuka ya Aisha, waliolifanya hili ni watu wako hawa Makuraishi ewe Aisha. Liyamna'u man sha'a wa yudhinu liman sha'a, liyamna'u man sha'u wa yudhinu liman sha'u. Wamefanya hili ili wamzuie wanaomtaka kuingia Al-Kaaba na umuidhinishe wanaomtaka kuingia Al-Kaaba. Walaula anna qaumaki hadithu ahadin bil Islam la hadimtu Al-Kaabata wala banaituha ala asasi Ibrahim. Kama sio kuogopea ugeni wa watu wako katika Uislamu, ilikuwa ni baada ya Fathu Makkah. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kufungua msikiti wa Makkah. Hili nalo lipo kwenye silsila hii, tutakuja kuelezea, sababu tutaondokea kwenye kuhama Mtume msikiti wa Makkah kuhamia Madina, kurudi tena Makkah kufungua mji wa Makkah, sehemu yake tutakuja kuelezea. Lakini hapa ameshakwisha kufungua msikiti wa Makkah, na ulizo swali la najibu, kama sio kuogopea ugeni wa watu wako katika Uislamu, la hadimtu Al-Kaabata, ningeibomoa hii Kaaba, wala banaituha ala asasi Ibrahim, alafu ningejenga tena upya katika misingi ya Nabii Allah Ibrahim. Ibrahim alayhi salam wakati anajenga Al-Kaaba al-Musharrafa alijenga ikiwa chini, mtu yeyote anaweza kuingia na mtu yeyote anaweza kutoka, haihitaji ngazi wala nini. Kama mlango huo tunaingia unatoka.
Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliogopea upinzani atakayopata kama Quraysh kwa kuonekana ile Kaaba inabomolewa, eneo ambalo linatukuzwa. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kuheshimisha vile vilivyokuwepo, kwa nini aibomoa al-Kaaba? Kwa hiyo akasema kwamba naogopea jambo hili. Kweli wakati wake ukapita. Katika moja ya tajdidi hizi alikuja kufanya tajdid Abdullah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhuma, mtoto wa Zubair ibn al-Awwam. Na Zubair ibn al-Awwam ni mmoja wale watu 10 waliobashiriwa kwa wao ni watu wa peponi, hali ya kwa bado wako hai. Huyu mtoto wa kwanza kuzaliwa ndani ya Uislamu, awwal mawlud fi al-Islam huwa Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhuma wa ardahuma. Huyu bwana yeye aliwahi kutawala umma wa Kiislamu baada ya kufariki Muawiya ibn Abi Sufyan na utawala kushikwa na Yazid ibn Muawiya. Abdullah ibn Zubair yeye alitawala umma wa Kiislamu katika maeneo yale ya Hijaz, na utawala wake ulikaa miaka 9 takriban. Yeye katika zama za utawala wake alibomoa Kaaba yote, alishusha kwa sababu ya kutaka kurejesha matamanio aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika ile mara ambayo aliulizwa na Aisha, kama sio kuogopea watu wako ningeibomoa Kaaba nikairudisha kwenye misingi ya Nabii Allah Ibrahim. Abdullah ibn Zubayr alijua matamanio mazuri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alichokifanya yeye, alibomoa Kaaba yote, alishusha akairudisha katika misingi ya Nabii Allah Ibrahim. Ikawa Kaaba iko chini, unaweza ukaingia ukatoka. Zama za utawala Abdullah ibn Zubayr katika daula Zubairiyya. Na kama nilivyoeleza, utawala huu ulikaa si zaidi ya miaka 9. Na Abdullah ibn Zubayr aliuawa na Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kutokana na fitna iliyotokea baina yake na baina ya utawala Bani Umayya. Sasa huyu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yeye alipofanikiwa kumuua Abdullah ibn Zubayr, alikwenda kaibomoa tena al-Kaaba. Alishauriana na mmoja wa tawala Abdul Malik bin Marwan kwamba unasemaje kusema al-Kaaba? Akasema nahnu lasna min talqih ibn Zubayr, sisi sio katika matendo Abdullah ibn Zubayr. Ibomoa al-Kaaba, ijenge tena. Wakaibomoa tena hawa Bani Umayya chini ya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, wakairudisha tena katika msingi ule waliojenga Makuraishi. Ndani ya kipindi kisichozidi miaka 3-4 tokea imekarabatiwa na Abdullah ibn Zubayr, na haki ilikuwa kwa Abdullah ibn Zubayr, kwa sababu alijenga Kaaba kwa matamanio aliyokuwa ameyatamani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa ujeuri aliyokuwa nao Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi pamoja na wale waliokuwa pamoja naye, wakairudisha tena Kaaba kwenye sura hii unayoiona. Lile jengo la Kaaba unaloona sasa hivi, ule ni ujenzi wa Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Baada ya kuondoka utawala wao Bani Umayya na zama za al-Imam Malik ibn Anas, Imam Dar al-Hijra rahmatullahi ta'ala alayhi, mmoja wa watawala nadhani alikuwa ni al-Mu'tasim, akamuuliza al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi, ewe imamu, mimi naomba katika utawala wangu ruhusa nirekebishe tena al-Kaaba kama vile alipotaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah akamjibu, la taj'alu bayt Allah mal'abatan lil-hukam, la taj'alu bayt Allah mal'aba lil-hukam, msijalie nyumba ya Allah ni mchezo wa watawala. Akija huyo anabomoa, akija yule anashusha, akija yule anapandisha, akija yule anashusha. Akamwambia iache Kaaba kama ilivyo. Haya maneno ya al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ndio ambayo anaishi mpaka leo. Kaaba unaiona ipo vile unavyoiona, pamoja na kwamba baada ya hapo imekarabatiwa tena mara mbili. Katika daula ya Ottoman Empire walibomoa Kaaba wakaijenga vizuri, lakini katika msingi ule ule, na ilibomolewa kwa sababu ya zama. Wakati umekwenda sana na muda umekwenda na wakati dunia imebadilika, kwa hiyo ikahitaji Kaaba iende na wakati, yani ijengwe katika hadhi ambayo inafanana na dunia ya wakati wao. Alipoikarabati huyu mfalme wa daula Uthmania, ikabakia Kaaba takriban miaka 370 na haijaguswa.
mpaka alipokuja kugusa mara ya mwisho mfalme Fahd ibn Abdul Aziz. Fahd ibn Abdul Aziz takriban kama miaka 30-40 iliyopita ndio ukarabati wa mwisho al-Kaaba al-Musharrafa unayoiona vile ilivyo. Sasa hii tarehe kwa ufupi kwa upande wa Kaaba na mapito yaliyopitia. Lakini ikhwani fil iman, pale Kaaba pembezoni kama nilivyoashiria pana jiwe linaitwa al-Hajar al-Aswad. Jiwe jeusi. Lile jiwe jeusi asili yake limetoka wapi? Kwa sababu je, al-Kaaba ilipojengwa ilijengwa pamoja na jiwe jeusi? Jiwe jeusi lilikuwa ni sehemu ya Kaaba au jiwe jeusi limetoka wapi? Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala imamil mursalin nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pia mara nyingine tena kuhusiana na kumcha Allah tabaraka wa taala, na wafundisheni watoto wenu tarehe ya Kiislamu. Hii tarehe inagusa imani zao, inagusa dini zao. Utawala wa Saudi Arabia, Allah wahifadhi, awadumishe katika kheri, awafungulie milango ya kheri, kama vile ambavyo wamekuwa ni maudari wa kuhudumia Waislamu katika njia mbalimbali na kuhudumia al-Kaaba al-Musharrafa. Wao ni wasimamizi tu, lakini Kaaba ni Waislamu kote duniani. Na Muislamu yoyote duniani popote pale alipo, Kaaba ni sehemu yake. Hii ndio qiblatun lil muslimin. Kwa hiyo watoto wa Kiislamu wajue tarehe ya Uislamu, wajue tarehe ya zile shaari za dini ya Kiislamu. Zilikuwaje, historia yake zilitokana na nini? Pamoja na kujua tarehe nyinginezo ambazo zinawafaa kwenye maisha yao, lakini tarehe ya kiimani ijulikane. Watoto wa Kiislamu wajue. Mimi yakini sio hao watoto, hata nyinyi wazazi, mengi katika haya ambayo nasema wengi wao hamyajui. Kwa hiyo kuna umuhimu wa tarehe hii idurusiwe, ijulikane. Hizi asasi za kidini zimepita vipi? Al-Hajar al-Aswad asluhu min al-Janna. وجاء الرواية جاءت الرواية في الصحيحين. Imekuja riwaya katika sahihain, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-Hajar al-Aswad min al-Janna. Jiwe jeusi lilitoka peponi na halikuwa katika ujenzi wa al-Kaaba al-Musharrafa. Kaaba ilipojengwa katika marahili zake takriban 5-6, al-Hajar al-Aswad haikuwepo. Lakini imeanza kutajwa jiwe jeusi kuanzia kwenye tarehe ya ujenzi wa watu wa Makkah, Makuraish, babu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo ilianza kutajwa tarehe ya Hajar al-Aswad. Udhibiti kamili kwamba ni wakati gani lilishuka lijiwe na likachukuliwa likaweka katika eneo la Kaaba, udhibiti huo haupo katika tarehe. Baadhi ya wanazuoni wamejaribu kusema kwamba lilipojengwa katika msingi wake wa mwanzo, palipalisishwa moja kwa moja ile jiwe likawekwa katika sehemu ile, lakini ashahid lile jiwe lilitoka peponi na likawekwa katika sehemu ile lilipo katika moja ya kona 4 za msikiti mtukufu wa Makkah. Pembezoni mwake ndio pana mlango wa kuingilia au pana dirisha pembezoni mwa jiwe jeusi, ambapo hivi vyote vimewekwa kwa ajili ya kuadhimisha maeneo haya. Ndugu zangu katika imani, al-Hajar al-Aswad pale lilipo sio muabudiwa wala sio nafi wala sio dharu, yani sio kinachoabudiwa, wala jiwe jeusi alinufaishi wala alidhuru. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia Abu Bakar as-Siddiq, na maneno haya yamekuwa ni mashuhuri sana kupitia kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum, lakini imetajwa kwamba asili ya maneno haya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yamekuwa mashuhuri sana kwa Umar. Alikwenda katika msimu miongoni mwa misimu, akalikuta jiwe jeusi, akamwambia ya Hajar, inni la a'lamu annaka hajar la tanfa wala tadur laula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Ewe jiwe, mimi najua wewe ni jiwe, haunufaishi wala udhuru. Kama sio mimi Umar kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anakubusu wewe jiwe, mimi singekubusu. Na ibada ya Waislamu wanapofika kwenye tawafu, kufanya tawafu kuzunguka al-Kaaba, wanaanzia eneo lile la Hajar al-Aswad, ndio sehemu ya kwanza ya mapafu. Ukizunguka raundi ya kwanza unaanzia pale, ukifika pale tena ndio unasadika raundi moja.
lakini ukifika pale unatakiwa uliguse kama unaweza kuligusa. Lakini kama kuna msongamano unatakiwa wasilie kwa mkono. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya mara zake aliligusa lile jiwe kwa fimbo yake, aliashiria kwa fimbo, kaligusa kwa fimbo. Inajuzu pia kuligusa kwa fimbo, na ukitoka pale unafanya tawafu. Ili jiwe aliabudiwi, anaabudiwa ni nani? Ni Allah tabaraka wa taala. Kuna baadhi ya mustashirikuna ni wale wasio kwa Uislamu, ima Mayahudi au Wakristo waliosoma Uislamu kwa lengo la kutondoa Uislamu, wametengeneza nadharia kusema kwamba Waislamu wanaabudu jiwe pia. Jiwe lenyewe lipi? Wanasema al-hajaru al-aswad. Waislamu waabudu jiwe kwa sababu lile jiwe kuna wakati lilipotea, na marahili za kupotea jiwe jeusi ni marahili zisizopungua 3. Lakini moja marahili hizo ilikuwa kuna utawala mmoja unaitwa Karamika walilichukua jiwe jeusi, walikwenda wakapiga vita katika mji wa Makka, wakautawala mji wa Makka. Lakini wakati wa utawala wao walipokuwa wanafurusha wanaondoka, waliondoka na jiwe jeusi, wakakaa nalo miaka 22. Pale Kaaba hapakuwa na jiwe jeusi, na Waislamu waliendelea kufanya ibada na wakamwabudu Allah tabaraka wa taala. Au Karamika walipeleka jiwe jeusi sehemu fulani, wakajenga nyumba, wakajenga lile jiwe jeusi, wakafanya Kaaba yao ya kwao, na jiwe jeusi lipo pale. Likaja kununuliwa baadaye na mmoja wa falme, baada ya utawala Karamika kudhoofika na kuwa wanahitaji pesa. Mmoja wa falme wa haki akalinunua lile jiwe jeusi, akarudisha katika sehemu yake. Lakini kabla ya hapo utawala wa Jarahim, nakumbuka kipengele hiki nilikieleza kwenye hotuba iliyopita hapa, wale wageni wa mama yetu Hajar alayha salam, kabila Jarahim, ambao walikuja pale kama ni wageni wa kwanza kuja kushirikiana na mama yetu Hajar alayha salam. Hawa mabwana nilielezea kwenye hotuba ya mwisho hapa kwamba hawa walianza maisha na Ismail, na mwisho ndio wakawa watawala Kaaba, na nikaeleza kwamba utawala wao baadaye umedhoofika. Lakini wakati utawala wao umedhoofika na wakawa wamefurushwa, wameondoshwa pale Makka na kabila la Khuzaa, wao waliondoka na jiwe jeusi, ila wao hawakutoka nalo. Walilinyofoa jiwe jeusi, wakanyofoa madhahabu yaliyopo pale, wakaenda kuyafukia kwenye kisima cha Zamzam. Na kisima cha Zamzam katika tarehe yake kwa mara ya kwanza kilifukiwa kikawa hakionekani, ilikuwa ni zama hizi za hawa Kaaba. Lakini shahid, jiwe jeusi pia liliwahi kuondoshwa, lakini alipoondoshwa kuondoka nalo kabisa. Walilitoa sehemu ndipo wakaenda kulifukia katika kisima cha Zamzam, na likakaa kwa muda. Kuna mama mmoja katika wanawake wa kabila la Khuzaa alilishuhudia lile tukio. Baada ya vurugu za hawa Jarahim kuondoka, yule mama aliwajulisha watu wa pale kwamba hili jiwe jeusi lipo sehemu fulani. Likaenda likachukuliwa lile sehemu, likarudishwa katika eneo lake ambalo limewekwa mpaka leo. Lakini ikhwani, pale eneo la Hajarul Aswad mkiliangalia, mnaliona lile jiwe jeusi limekaa katikati, hapo pembezoni kuna duara limezunguka la shaba. Mtu wa kwanza kuweka ile duara alikuwa Abdullah ibn Zubayr. Daula Zubairia nimetaja hapa katika hotuba ya kwanza. Abdullah ibn Zubayr katika watu ambao wamejidisha Maka, wakairudisha kwenye misingi ya Ibrahim alayhi salam, misingi ya Ismail, misingi aliyoridhia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Zubayr ndio mtu wa kwanza aliyeweka lile duara la shaba, na ile ni shaba khalis, yani ni shaba pure. Shaba pure. Alitengeneza lile duara, jiwe jeusi akaliweka ndani ya duara, likawa lile jiwe jeusi limezungukwa na shaba, duara la shaba. Mtu wa kwanza kuweka jiwe lile eneo lile alikuwa ni Abdullah ibn Zubayr katika kile kipindi alichoikarabati al-Kaaba yeye, kama nilivyoeleza katika hotuba yangu ya kwanza. Na kile kipande cha shaba kilikarabatiwa tena, na alipokuja karabati Fahd ibn Abdul Aziz, kama nilivyotaja kwenye hotuba kwanza, alikarabati pia al-Kaaba, ukarabati wa mwisho mkubwa, alikarabati akaongeza pia shaba nyingine khalis, ikawa sehemu ile imejaa shaba tupu ambayo ni shaba pure. Lau kama ukitoa pale ukienda kuuza, unaenda kuuza madini ya shaba matupu. Na Abdullah ibn Zubayr pamoja na Fahd ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu, hawa wawili wao ndio ambao walifanya kazi ya kuweka lile eneo la jiwe jeusi, ile shaba ambayo unaiona. Hizi ni marahili ambazo zimepitia jiwe jeusi kutokea kuwepo kwake, kunyofolewa kwake, kwenda kufukiwa kwenye kisima cha Zamzam,
kurudishwa kwake alikaa pale pale kwenye eneo lake, lakini kuibwa na Karamikwa wakaenda kukaa nao miaka 22 na kurudisha tena na Abdullah ibn Zubair kuliweka katika mazingira mazuri ambayo mnayaona. Hii ni tarehe fupi ya jiwe jeusi. Ikhwani fil iman, nimalizie katika kipengele cha mwisho kwenye tarehe ya kisima cha Zamzam. Kisima hiki cha Zamzam, hawa majarahim wao walikaribishwa na Ismail, wakawa ndio watu wa kwanza kuishi na familia ya Nabii Allah Ibrahim, akiwa mama yetu Hajira alayhi salam pamoja na mtoto wake Ismail. Hawa ndio ukoo ulioishi na wale watu pale mwanzo. Na mnakumbuka walipokuja, walipoomba kupata viapo ugeni, mama yetu Hajira alayhi salam aliwaambia, karibuni walakin la haqqa lakum fil ma, karibuni lakini hamna haki yoyote kwenye haya maji. Haya maji yatabakia kwenye miliki ya kwangu mimi na watoto wangu. Lakini mabwana, baada ya kudhoofika utawala wao na kabila la Khuzaa kuwapindua, hawakukubali kuondoka mikono mitupu. Walikwenda Kaaba, wakachukua ile madhahabu yaliyowekwa pale, lakini wakachukua jiwe jeusi wakaenda kukifukia kisima cha Zamzam. Kisima cha Zamzam kikakaa madhurusa si pungufu ya miaka 100 na si pungufu ya miaka 200. Hakipo wala kitaji wala kuna maji, hakuna chochote. Mtu wa kwanza aliyekuja kukifukua kisima kile alikuwa ni Abdul Muttalib, babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inatajwa katika mambo aliyofanya katika utawala wake Abdul Muttalib ni pamoja na kukifukua kisima cha Zamzam na kurudisha tena maji yake, kama vile ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibashiri kuhusiana na maji haya Zamzam, ma'u Zamzam bima shuriba lahu. Maji haya Zamzam mtu anapata kila anachokihitaji kwa ile nia yake aliyokunywa maji haya. Mwenye kunywa kwa ajili ya kutaka shifa, Allah humpa shifa. Mwenye kunywa kwa ajili ya kutaka kuondosha kiu, Allah huondosha kiu. Lakini maji haya yalitoweka, yakapotea kitambo kirefu sana. Akaja kuyahuisha Abdul Muttalib, babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akakifukua kisima kile kikarudi katika hadhi yake kama vile ambavyo ilikuwa, na watu wakaendelea kunufaika na maji hayo, na maji hayo mpaka leo yanaendelea kunufaisha Waislamu. Na maji yale kama ambavyo chimbuko lake lilikuwa ni kadhia ya Nabii Allah Ismail alipokuwa mchanga, alipopigiza miguu yake ikatokea kisima kile cha Zamzam, kama nilivyoeleza katika hutuba ya kwanza kabisa. Kwa hiyo hili lilikuwa chimbuko lake, lakini marahili ambazo umepitia kisima cha Zamzam nacho kuna wakati kilitoweka, hakikujulikanwa. Alikuja kuhuisha kisima hiki Abdul Muttalib, babu yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fil iman, naomba niishie hapa na kipengele kimoja tu ambacho nitakuja kuongezea kuhusiana na makamu Ibrahim, ili tumalizane na ile Kaaba al-Musharrafa, tuamie kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam maisha yake tokea amezaliwa, alipokaa pale, kuhama kwake katika mji wa Makka kuhamia Madina, na kurudi baada ya miaka 8 katika mji wa Makka, na yale yaliyojiri baada ya hapo katika safari zake za Isra na Mi'raj, alipokwenda kutembelea msikiti wa Al-Aqsa ambao upo katika hutuba zetu hizi, lakini pia alipohama kuhamia Madina akauasisi msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa misikiti mitatu mitukufu duniani. Tarehe yake misikiti hii, chimbuko lake na hali yake iliyopo sasa hivi, haya yote biidhnillah wa tawfiqihi tutaaleta katika tarehe hii ya maeneo haya matukufu pamoja na miezi mitukufu na familia hii tukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na babu yake Ibrahim na babu yake Ismail na kizazi chao kwa ujumla. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.